Hicho ni kutengeneza kichaka cha kuiba. Tusijue zilikuwa ngapi, tusijue ilikuwa mradi gani. Sasa nimeelekeza rasmi, ukipokea fedha zinazokuja mkoa wa Manyara, fedha za miradi zikishafika, nakala apewe mkuu wa mkoa. Na fedha zote zinazotumwa kwenye mawilaya, nakala apewe mkuu wa wilaya, nakala apewe mbunge, nakala apewe mwenyekiti wa halmashauri, na zikishaenda kwenye maeneo yanayotekeleza miradi na madiwani wapewe nakala. Miradi ya maendeleo sio siri. Fedha ni kodi zetu wenyewe, inakuwaje mkishapokea inakuwa siri? Kutengeneza vichaka vya watu kutaka kuiba, kujinufaisha. Mama yetu kule rais ahangaike kutafuta fedha, alafu huku mchwa wanatengeneza vichaka vyao. Hili alikubaliki. Sasa hata hapa Kiteto nimeambiwa na ninyi michezo ya aina hiyo ilikuwepo. Nilikuwa naangalia mnavyohangaika mnipeleke mradi gani. Mimi nikawa nawaangalia tu. Na nikawaambieni mimi nimekuja kutembea huko. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote. Nina taarifa zote kilichofanyika kwenye jengo hili. Nina taarifa hata kilichofanyika kwenye jengo la halmashauri ambako hamjanipeleka. Ndio. Imeletwa fedha hapa ya mradi. Watu wamegawana fedha. Katika kukimbizana ndio wakarudisha fedha ile. Kwa walishatuibia, tusingewaona. Mkuu wa mkoa nakushukuru kwa hatua ile iliyochukua ya fedha zikarudi, majengo yajengwe. Sasa naelekeza kamanda wa TAKUKURU niletee taarifa za mmoja na ushiriki wake. Hii ilikuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili, lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaenda na utaratibu wa mazoea wa aina hii. Mheshimiwa Waziri, itakapotoka taarifa ile, wale waliochukua fedha pamoja na kurudisha, hatukuwatuma kuja kugawana fedha hapa. Tuma timu ya maadili, hatua za kinidhamu za watumishi wa umma na zenyewe zichukuliwe. Hatuwezi tukawa tunaviziana kwenye fedha ya umma namna hiyo, kwamba wakiniona naondoka nazo, wasiponiona naondoka nazo, eti wakiniona narudisha. Upumbavu. Niliwasimamisha wengine kule hivyo. Eti wamekwapua fedha za jengo, baada ya hapo wameacha BOQ iliyopelekwa kwenye jengo. Wamejenga, tumesema ziwekwe nondo 8, wao wameweka 4. Tumesema za milimita 16, wao wameweka 6. Baada ya hapo wanasema tutarekebisha kwa fedha zenu. Mna fedha nyinyi ya kuikopesha serikali? Upumbavu mtupu na huu. Mnaiba hapo baadaye mseme mnatengeneza kwa fedha yenu wenyewe. Yenu ya kutoka wapi? Kamanda wa TAKUKURU, niipate taarifa hii kabla sijamaliza ziara ya mkoa wa Manyara. Mmoja na ushiriki wake. Mimi nachukia uzembe, nachukia uvivu, nachukia wizi. Hata kama tuko kwa Kwaresima na mwezi mtukufu, hawa lazima wakipate cha moto. Wananchi hivi, ninyi mnajua, mimi nimeshakuwa wizara ya fedha pale. Najua hakuna Mtanzania
analipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi sana. Watanzania wanajibana, hawalipi kwa sababu wana ziada, wanajibana. Wanajibana kwa sababu wanataka hospitali, wanajibana kwa sababu wanataka shule, wanajibana kwa sababu wanataka watoto wao wasome, wanataka watoto wao watibiwe, wanataka wazazi wao watibiwe. Leo hii tuje tupate wengine kakikundi hivi wajigawie kwa sababu ya nafasi walionao. Hii haikubaliki. Kamanda, nipate kwa sababu ya michezo iliyofanyika ile, nipate taarifa mpaka ya mapato ya ndani, mpaka ya makusanyo ya ndani, minada hii, nipate na yenyewe. Nipate fedha za kwenye minada zinakusanywaje na zinatumikaje. Hakuna kufanyiana ustaarabu kwenye mali ya umma. Ndio. Kwa hiyo niliona niseme na mengine nitasema siku ya majumuisho baada ya kupata hizi taarifa. Nitapata mengine nitasema wakati wa majumuisho baada ya kupata hizi taarifa. Watu wafanye kazi. Watu wamezoea matatizo ya watu. Kupuuza. Kwa sababu wao hayawapati, wanapuuza matatizo ya wengine. Muundo wa serikali wa nchi yetu, muundo wa utawala, tumepeleka serikali mpaka walipo wananchi. Hakuna sehemu ndani ya nchi hapana serikali. Kila eneo, kwenye kipande kidogo, kila eneo tuna kipande na uongozi wa serikali upo. Kijijini tuna mwenyekiti, tuna mtendaji wa kijiji. Unatokea uonevu pale, unatokea uonevu pale, migogoro pale, kila mtu haangaiki nayo, bize na umbea na mambo ya binafsi. Tuna serikali mpaka ngazi ya kijiji. Linakuwaje jambo mwaka na mwaka tunaimba hilo dogo linaloweza kutatulika? Tuna uongozi kwenye kata, tuna uongozi kwenye tarafa, inakuwaje? Tuna uongozi kwenye wilaya, inakuwaje mwananchi mpaka aende kwa mkuu wa mkoa? Na ofisi zote ameshafika. Wananchi wengine wanakwenda mpaka kwa rais. Hawa wengine wote na tatizo hili lilishafika na linatatulika. Ndio maana nilipofika halmashauri moja nikakuta miaka miwili fundi amewajengea vyoo tu milioni 2, miaka 5 anawadai. Nikasema ili waone uchungu, ngoja wagawane, wamlipe kutoka kwenye fedha ya mfukoni mwao. Mambo ya kupuuza shida za watu. Sasa nimeelekeza, nitaanza kutaka wale wengine wanaodhani ni moto wa ziara tu, nitataka jedwali linaloonesha kila mtu ametatua kero za wananchi gani kwenye eneo lake kila mwezi. Ndio. Hii mambo ya kusikiliza watu haitakuwa jambo la ziara tu. Nitataka kila mwezi nione kila mtu ametatua kero gani, alipokea kero gani imetatua, kero gani ameipandisha juu. Haiwezekani wananchi wao wanafanya mambo ya serikali na watumishi wa serikali na watumishi wa umma wapo.
Kama mnataka kila mtu binafsi afanye kazi hizo mwenyewe, afanye ufuatiliaji yeye mwenyewe, sasa tunawalipaga wa nini? Rais kanunua mpaka magari, ngazi mbalimbali, kila eneo kuna magari na mafuta yapo, lakini mnatumia kwenye semina tu na mikutano. Mbona walimu wanaweza? Mtoto namba yake ya mtihani ikikosewa, mtoto wa shule ya msingi namba yake ikikosewa, si naibu spika tulikuwa tunaita nini zile TSM9 sijui nini, ikikosewa sijui nini imekuja, mwanafunzi mmoja haipo, mwanafunzi haendi mbali zaidi ya kwenda kwa mwalimu mkuu pale. Mwalimu mkuu ataenda katani, kama sio la kwenye kata, yule wa kata ataenda mkoani, wilayani, yule wa wilaya ataenda mkoani, wa mkoani ataenda taifani. Baada ya hapo namba inamkuta mwanafunzi pale pale shuleni. Nini wengine huku inashindikanaje mpaka mwananchi yeye ndo amtafute mkuu wa mkoa? Mtu anahangaika mwezi mzima anamtafuta mkuu wa mkoa, na kwenye wilaya alishafika, kwenye kata alishafika, kwenye kijiji alishafika. Sasa wananchi sasa hivi ukienda ofisi ya serikali ya umma, ukienda kwenye ofisi ya umma ama ofisi ya serikali, ofisi yoyote ambako una jambo lako umepeleka, kwanza usiondoke bila kuandika kwenye kitabu kile, na uandike na shida ulioipeleka. Wakikufukuza fika ngazi ya juu uelezee na hicho, ili tuweze kushikishana adabu. Nitakuita, nimekuona. Tunataka ofisi za umma, tunataka ofisi za umma zitatue kero. Tunataka ofisi za umma zitatue kero za watu. Ofisi wasizoee matatizo ya watu na kuyaona ni jambo la kawaida. Unapelekewa matatizo, unapelekewa kero, unapokea kama salamu tu, unaendelea na shughuli zingine. Sasa la mwisho kabla sijawaleta mawaziri, tutapata fursa ya kusikiliza watu wawili watatu hivi, ili mawaziri watakapokuwa wanasalimia wajibu na hizo kero. Sasa kabla sijaenda kwenye kupokea hizo kero, niseme neno moja tu. Kiteto oye! Niseme neno moja. Mna mbunge makini sana. Mna mbunge makini sana. Wakili msomi, anajua kujenga hoja, anajua kufuatilia mambo ya jimbo lake. Na leo hii mmeona amewaambieni wakati anaongea hapa, hajaja tu kuongea hapa jukwani. Mimi nimeshaonana naye, amenielezea hizi hoja na zingine ambazo hata hajaweza kusema kwa ajili ya muda, ameshanielezea. Mbunge mfuatiliaji, mbunge anayejali wananchi wake. Sasa muendelee kumuunga mkono. Mmenipata ndugu zangu? Mmenipata ndugu zangu? Haya, sasa niwaombe sasa tusikilize utaratibu. Tusikilizane basi, tupeane utaratibu. Nimewaona mlioinua mikono.
Nimewaona mlioinua mikono. Na wewe hapo. Sasa ngojeni tusikilizane, tupeane utaratibu. Wale wote ambao wana hoja imeandikwa iko kwenye bahasha. Hebu wenye bahasha peke yao wainue mikono juu. Wenye bahasha. Tusikilizane, nataka turahisishe kwa sababu mko wengi sana. Nataka turahisishe. Wale ambao wana hoja imeandikwa vizuri iko kwenye bahasha, hakikisha kwenye karatasi yako hiyo unaweka namba ya simu. Halafu sogeni huku pembeni, huku kulia kwangu huku, mkutane na katibu, wasilisha hiyo hoja yako, lakini iwe na namba ya simu. Nitaipitia moja baada ya nyingine kwa sababu hoja iliyoandikwa inaeleweka kiurahisi zaidi kuliko muda mdogo wa kuelezea. Kwa wale wote ambao hoja zao zimeandikwa, sogeni kulia kwangu, pembeni hapo. Nitakutana na makatibu. Makatibu sogeni pale, mpokee hizo hoja ambazo zimeandikwa. Makatibu wako.